Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza Roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Mei 10. Somo lisemalo, watoto wala si watumwa. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa siku nyingine uliyotupatia. Asante kwa kutuamsha salama. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, amina. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na neema, ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kupendeza, pamoja na unyenyekevu na kicho. Waebrania 12 mstari wa 28. Kuna wengi ambao wanakiri kuwa wafuasi wa Kristo na bado si watendaji wa neno lake. Hawalifurahii neno hili kwa sababu linawasilisha mahitaji ambayo hawakubaliani nayo. Hawafurahii makaripio yafaayo na maombi ya karibu na ya dhati. Hawapendi uadilifu, bali wanatawaliwa na kudhulumiwa na misukumo yao wenyewe isiyo ya kawaida ya kibinadamu. Inaleta tofauti vile tunavyohudumu kwa Bwana. Mvulana anayejisulubisha katika masomo yake kwa sababu lazima ajifunze, hataweza kuwa mwanafunzi wa kweli kamwe. Mtu anayedai kuzishika amri za Mungu kwa sababu anafikiri ni lazima azitunze, hataingia katika furaha ya utii. Kiini na uzuri wa utiifu wote ni utendaji kazi wa ndani wa kanuni, kupenda haki, kuipenda sheria ya Mungu. Kiini cha uadilifu wote ni uaminifu kwa mkombozi wetu, kufanya iliyo haki kwa sababu ni haki kufanya hivyo. Pale neno la Mungu linapokuwa mzigo kwa sababu linakata moja kwa moja mielekeo ya mwanadamu, basi maisha ya kidini yanakuwa si maisha ya Kikristo, bali ni mzigo na tanzi, utii unaolazimishwa. Usafi na uchamungu wote wa dini umewekwa kando. Lakini kuasiliwa katika familia ya Mungu kunawafanya kuwa watoto, si watumwa. Wakati ambapo upendo wa Kristo unapoingia moyoni, tunajitahidi kufuatisha tabia ya Kristo. Kadiri tunavyojifunza tabia ya Kristo kwa moyo ya kujifunza, ndivyo tunavyozidi kufanana na Kristo. Katika moyo wa kila mtendaji wa kweli wa neno, Roho Mtakatifu anajaza uelewa kamili.
Kadiri tunavyosulubisha mazoea ya ubinafsi kwa kuwapatia wengine baraka zetu na kwa kutumia uwezo wetu tuliopewa na Mungu, ndivyo neema za mbinguni zitakavyoimarishwa na kuongezeka ndani yetu. Tutakuwa kiroho, katika saburi, katika ujasiri, katika upole na katika upole. Msafara wa magari haujaunganishwa tu kwenye injini, bali ufuata uongozi wa injini. Je, unamfuata nani? Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo, watoto wala si watumwa. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo zuri ulilotupatia. Tunaomba tulifanyie kazi katika maisha yetu. Tunaomba yote kwa jina la Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, Huachwi